Kuna ujumbe umeandikwa na ndugu John Mrema akidai kwamba ana wasiwasi wa kufutwa wanachama Chadema. Kumekuwa na hayo matishio. Umeipata taarifa hii? Nimeipata, nimeiona mtandaoni. Sawa. Ni nini kimetokea? Sijui. Sio kwamba uongozi wako umeanza kukandamiza waliokuwa na ndani baadhi ya wanachama ambao pengine wanatofautiana mawazo na wewe? Kama angesema kwamba anatishiwa na mwenyekiti mteule au anatishiwa na makamu mwenyekiti mteule John Heche au anatishiwa na katibu mkuu mteule na manaibu wawili waliote, kungekuwa na hoja. Lakini huyu ni mmoja kati ya wanachama wa ngazi ya juu kabisa. Nasema na wanachama wake wa ngazi ya juu, mimi nahusikaje na hicho kinachoendelea? Mimi nahusikaje? Hujataka kupata taarifa? Kitu ambacho leo ni siku ya pili tangu nichaguliwe. Mambo pekee ambayo nimeyafanya tangu nimechaguliwa ni kuteua katibu mkuu, kuteua manaibu makatibu wakuu, kuteua wajumbe 5 wa halmashauri. Secretariat tunafanya nini? Tunaenda kuitengeneza. Sawa. Tukisha tengeneza secretariat, halafu wajumbe hawa wakaanza kuharasi watu, hiyo itakuwa ni ya kwangu. Sawa Lissu. Kwa hiyo sijui kinachoendelea ni cha kweli au ni maneno tu, sijui. Unanifahamu? Pengine baada ya kuwa tumesha seto sasa, tumekabidhiwa ofisi, tuna watu wa kupokea malalamiko ya aina hii, yatakuja. Nitakuwa na cha kujibia. Lambert, kwa haraka hapo kitu hapa Lissu alikuwa anakizungumza. Sasa umejipangaje kufanya kazi huenda na watu ambao hawapo upande wako au hawakuungi mkono? Kivipi utakabiliana nao ili kufanya mambo yaende sawa? Tuna chama sawa, na chama kina vyombo vyake: kamati kuu, mkutano mkuu, baraza kuu, secretariat, huko kwenye ngazi za majimbo, za kanda, za mikoa, za wilaya. Ni chama ambacho kina taratibu zake. Kwenye ngazi ambayo nafikiri inanihusu moja kwa moja, ngazi kwa mfano ya kamati kuu au baraza kuu, nafikiri tumeanza vizuri. Hatujafanya kikao cha kamati kuu bado. Sawa. Lakini baraza kuu lina wajumbe wa baraza kuu, baraza kuu lina wajumbe wa kamati kuu na lina wajumbe wa kuchaguliwa kutoka hizo ngazi za chini. Nimewapelekea majina ya watu wa kuwathibitisha kuwa viongozi na wajumbe wa kamati kuu, katibu mkuu, manaibu wawili, wajumbe 5, na wamewakubali wote almost unanimously. Ni mwanzo mzuri kabisa. Sawa. Kwa hii hofu kwamba kunaweza kukawa na utaratibu watu wakapinga, mimi sioni kwa kweli. Sasa mnaenda kukabidhiwa lini ofisi? Nilitazamia na katibu mkuu leo. Mtasubiri mwongozo wake. Okay. Ndio uzuri wa kuwa na katibu mkuu ambaye anajua ofisi. Ataniambia mwenyekiti, sasa njoo ofisini tuje tukuonyeshe ofisi yako, na uje ukutane na wafanyakazi wa ofisi yako walioko makao makuu. Lini hiyo? Hili swali litakuwa zuri sana likijibiwa na Mheshimiwa John Mnyika. Sawa. Watu walikuwa wananiuliza hapa, ukimtazama Lissu kwa haraka ni kama mkali hivi. Haya mambo na kwa wife na kwa hivyo ukali kama huo kwa nyumbani. Kwanza mie sio mkali. Kwa watu wote wanaonifahamu, wala sio mkali. Kuna mambo tunazungumza kwa msisitizo, kwa sababu ni muhimu yazungumzwe kwa msisitizo. Lakini
mie ni mtu wa kawaida sana. Au vipi? Kwani nyie mmepata shida yoyote kuwa kwenye mazingira haya? Hapana. Tuko sawa. Kwa hiyo ni msisitizo. Tumepata mtiti tu kama uliopata wewe. Tumemaliza lakini. Sawa, basi nadhani tutosheke na hayo kwa leo. Tutamtafuta tena wakati mwingine Tundu Lissu, na nadhani itakuwa ni kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Tutakuja kujua msimamo wa Chadema kama utakuwa ule au watakuwa tayari wameketi na serikali, kwa maana ya pengine hata Mheshimiwa Rais mwenyewe kuona kama kuna hayo wanayoyataka yafanyike, yamefanyika ama namna gani. Au vipi? Zani tumemaliza. Mheshimiwa Lissu, kama kuna la mno, ndugu mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti. Ndugu hapa. Mwenyewe anakuambia hajazoea wakati mwingine. Bado. Nikisikia mtu anasema mheshimiwa mwenyekiti na mimi niangalie yuko wapi? Nani anaye mwenyekiti yuko wapi? Kwa hiyo tazoea. Ndio. Sina la zaidi. Sina la ziada zaidi ya kuwashukuru kwa kuja kunitembelea. Ndio. Na kwa pongezi zenu. Na karibuni tena nyumbani kwangu, karibuni tena ofisini siku nyingine, kwa sababu sasa nitakuwa na ofisi makao makuu. Itakuwa ni vyema sana tukikutana kwenye mazingira ya kiofisi. Umeelewa? Sawa. Ili na watu wa nyumbani kwangu wapate amani ya nyumbani kwao. Maana sasa hii nyumba imekuwa kama ofisi ya chama. Sawa. Hivi kimsingi Mheshimiwa mwenyekiti, ni kwamba kwenye huu mchakato wa uchaguzi tangu mmeingia ukumbini hamkurudi nyumbani mpaka matokeo yalipotangazwa? Mimi binafsi sikutoka nje ya huo ukumbi wa Mlimani City kuanzia Jumanne mpaka Alhamisi usiku. Na hukulala? Na sikulala kabisa. Sikulala kabisa. Na nilikuwa naweza kuendelea kwa siku mbili zingine. Tulikaa na mwenyekiti ikafika mahali na mabalozi walikuwepo karibu mpaka saa 10 alfajiri. Ikafika mahali mwenyekiti akasema bwana mimi imenishinda, wacha niende nikapumzike boardroom. Sawa. Mimi nilikuwepo. Ulikuwepo na sio rahisi sana, lakini ilikuwa rahisi. Hivi matokeo ni kwamba utumiwa ujumbe kwamba bwana tayari ama nilikuwa kwenye front row seat na kila naangalia ikienda hivi inakwenda inakwenda ikienda hivi sana. Nini? Nataka kumuuliza jamaa yangu, umeziangalia hizo sawasawa zinazoenda hivi? Kwa hiyo nilikuwa na hiyo privilege ya front row seat. Kwa hiyo ulikuwa unaangalia, unahesabu, hata mwenyewe ulikuwa unahesabu pale? Mimi sikuwa na hesabu, lakini nilishangaa sana. Ndio. Wajumbe wengine walikuwa wanahesabu na walikuwa sahihi kwa kiasi kikubwa sana. Yes, nilishangaa sana. Nilifikiri kwa jinsi ambavyo watu walikuwa wanafuatilia kwa karibu. Nilifikiri labda ulitishwa pia kuona mzigo wa Bwana Boni huko. Umetulia. Mzigo wangu ulikuwa unakandamizwa na nani? Na anakandamiza kwa mbwembwe, manake ni mzigo mzito. Boni ameweka makaa juu anaonekana bunda kubwa. Sawa.